kwa mkandarasi. Uzoefu wetu, changamoto kubwa ni usimamizi wa mradi, contract management. Twende na muda. Mradi huu unazinduliwa sasa kwa kipindi hiki kwa sababu kuna utaratibu wa kisheria wa manunuzi. Sasa mradi huu umekamilika kipindi hiki kwa sababu ndipo mradi umekamilika, ndio maana tumesaini leo. Hatuna dhamira nyingine ya kusaini wakati huu zaidi ya kwamba utaratibu wenyewe wa ununuzi wa mkandarasi na taratibu nyingine zimeangukia kipindi hiki. Kwa hiyo contract management, wakati mnabidi mlikagua eneo hili, mlitembelea, mnajua majira ya mkoa wetu, kipindi gani ni mvua, kipindi gani sio mvua. Mnajua material yanayopatikana. Na mimi naamini kwa nafasi yenu, kwa mradi huu ambao miradi ya TACTIC kwenye mkoa wetu inagharimu bilioni 19.83, lazima mmepimwa pia kwa financial capability. Sitarajii kusikia changamoto nyingine kwa sababu mmeonyesha mna uwezo. Pesa zitakuja, mradi usisimame. Na tutajitahidi sana ukamilike kabla ya wakati. Tuna uzoefu wa kusimamia miradi. Kama utekelezaji wa activities ambazo haziko katika critical path, zifanye kwa pamoja ili tukamilishe mapema. Ikifika kama ni kuweka taa, weka taa. Kama ni zege inahitaji 21 days, siku 21, tunasema ili iweze kukomaa. Si ndio? Tuzingatie. Lakini yale ambayo curing period, kama yale ambayo unaweza ukafanya pamoja, go back to your drawing board. Panga upya, maliza ndani ya wakati kabla uchukue mradi mwingine. Sisi tunataka huduma hapa. Mradi unatekelezwa kwa sehemu moja, tunaita kitaalamu package 1, kwa miji 13 ikiwemo halmashauri ya manispaa ya Kibaha na miji miwili ya Tanga na Bukoba wanazo package 2 ambazo zimeanza kwa wakati mmoja. Miji yote 15 ya kundi hili la pili ikiwemo manispaa yetu ya Kibaha wamekamilisha taratibu za zabuni na tayari mikataba imeshasainiwa kwa baadhi ya miji, na wakandarasi walioshinda zabuni wamesaini mikataba na kuanza utekelezaji mara moja. Katika manispaa hii ya Kibaha, miradi inayotarajiwa kutekelezwa kwa sehemu ya kwanza, tunaita package 1, imeainishwa katika muhtasari ufuatao. Jina la mkataba ambao umesainiwa siku ya leo tunaita ni upgrading of Tuge Anglican, picha ya ndege, Lulanzi Hospital mpaka NDC, barabara hizi, na ujenzi wa soko la Mnarani ambamo tupo sasa hivi hapa, pamoja na uboreshaji wa bustani ya mapumziko na burudani ambao kitaalam tunaita jina la bustani ile inaitwa Oasis. Kwa hiyo eneo hilo pia litaboreshwa kama ambavyo imetajwa kwenye maelezo ya awali. Mkandarasi ambaye alishinda zabuni na kuanza utekelezaji wa kazi hii kwa manispaa ya Kigoma anaitwa Dimetoklasa Real Hope Limited. Na mkataba huu ni wa jumla ya fedha za Kitanzania shilingi bilioni 19,832,922,855.99. Hizi ni bila ya kodi ya ongezeko la thamani, yani VAT. Mkataba huu ni wa miezi 15. Mkandarasi atatakiwa kutekeleza mradi huu na kukamilisha ndani ya miezi 15 kuanzia tarehe 1 mwezi wa 10 mwaka huu wa 2025. Kwa hiyo tunategemea kwamba itakapofika tarehe 31 mwezi wa 12 mwaka ujao wa 2026, soko letu hili la Mnarani litakuwa limekamilika, barabara zetu zilizotajwa zitakuwa zimekamilika, na pia bustani yetu ya mapumziko ya Oasis itakuwa imekamilika tayari kuanza kuitumia. Ujenzi huu kama nilivyosema unahusisha barabara ya Tuge Anglican ambayo ina kilomita 1.1 na barabara ya picha ya ndege kwenda Lulanzi mpaka hospitali na NDC kilomita 3.7, pamoja na ujenzi wa soko hili la Mnarani. Na pia kwenye mkataba huu tutakwenda kujenga jengo la kudumu la wataalamu wa usimamizi wa majengo yetu na barabara ambalo litakuwa ni la kudumu
na litajengwa jengo la ghorofa moja kwa ajili ya wataalamu wetu kulitumia. Mchakato wa ununuzi umekamilika, mkandarasi amepatikana na amesha saini mkataba leo tarehe 25 mwezi wa 9 mwaka 2025, na baada ya kusaini mkataba utekelezaji unaanza mara moja, na tutataraji wote tutashuhudia tarehe 1 mwezi ujao, ni siku 5 zijazo, mkandarasi ataanza ujenzi wa miradi yetu.